Mtoto yangu wa kwanza anaitwa Alma. Arbe ndo mtoto ya pili anaitwa Arbe Pecha, na mwingine anaitwa Maria, na mwingine anaitwa Ahado Riziki. Niko na watoto watano. Sasa ningependa kati ya watoto yote ni huyu tu ndo ako na shida. Ningependa munisaidie kwa sababu nimehangaika na mtoto, tembea naye kila mahali na sina uwezo yote. Hadi wakati hii nilikuwa mara ya kwanza zamani nilienda Jangwani ndo alisaidia. Sajari ile ya kwanza alikuwa na mwezi 4 wakati alienda. Sajari ya pili alikuwa na mwezi 5. Sasa ningependa mandugu zangu, nataka mtoto yangu asaidike kama wale watoto wengine. Niliona kwa sababu mtoto yangu hapitisi mahali ya mkojo choo kama zamani. Anaenda tu tofauti. Wakati mara ya kwanza alikuwa anapitiza sehemu ya wamama. Baada kuenda kufungwa hapo, akaenda kutumia huko nyuma. Kufungwa hii colostomy, akaenda kutumia huko nyuma, akaanza kutoa choo kama hizi. Sasa ile control ile kutoa ndo asikii, inatoka tu peke yake. Hata mkojo inatoka peke yake. Lakini choo inapitia ile mahali yetu tu kama sahi mimi. Si kama ile mahali ile zamani ilikuwa mbeleni kama anapitia mahali ya mkojo. Ninaona ni tofauti. Sasa mbeleni alikuwa na mahali moja. Hii mahali yake nyingine imezibwa kabisa na amezaliwa naye. Sasa daktari alikuwa ameniambia rudi, lakini sina hiyo uwezo ya kurudi. Baada ya mwezi mmoja angefaa kurudi kuenda kuona daktari. Daktari akanituma surgery kwa madaktari wengine ya new surgery ile ya mkojo, singeweza kuenda kuona. Wakati alinituma akaniambia utaenda kuona hiyo daktari kwa sababu yangu ni tofauti. Kuna daktari atakutuma mpaka uende uangalie hiyo mkojo kwa nini anatoa. Sasa singeweza kurudi kwa sababu sina pesa. Baba yake hakuna kitu tuko naye. Tukaamua tu kukaa ndo juzi sasa ikabidi nikasema wacha nisikae kuvumilia, niende tu nitafute mama msamaria mema anisaidie vile alikuwa amenisaidia ndo mtoto wangu apate matibabu. Kwa sababu hii mtoto hii hata walimu wananiambia kwa shule hii mtoto nikilepa hata akikaa miaka mwezi mwingine akirudi shule anashika tu namba 1. Jaribu ng'ang'ana saidia yeye kwa sababu kesho atakuja kukusaidia. Hii mama akarudi, nikaenda kwake nikaelezea. Ndio juzi sasa tukaanza kuingia TikTok. Tukaongea naye, hata mtoto pia sijui kama mliona kama vile anaongea. Tarehe ya kurudi kwa hapa ya daktari singeweza kuenda hiyo tarehe. Ningefaa kurudi mwezi wa 4 mwaka uliopita, lakini sina uwezo wa kurudi naye. Hata sisi ni watu wa kutegemea, tuna mkono na hiyo tu ndo wanakula naye, tuna mali nyingine ya kuuza. Ndugu zangu, ningependa kuomba mnisaidie hii mtoto apate matibabu, hata kama atapelekwa India au wapi, apate usaidizi. Tafadhali nyinyi wote naomba usaidizi kwa sababu mimi sijiwezi. Mimi navunja kuni, naishi kwa hii nyumba ya magunia na hatuna uwezo. Hata mzee pia hana kazi na hatuna mali yoyote. Ningependa mandugu zangu, sina uwezo yote, naomba mnisaidie mtoto wangu apate matibabu, akae kama wale watoto wengine. Sawa.